Mwenyezi Mungu, na ni mapinduzi makubwa kwa sababu wakati tunakuja kuiona sehemu hii mara ya kwanza tukiwa na wenzangu wa commission, kwa maana kwamba makamu pamoja na katibu, tukiletwa na dada ambaye yupo anahusika hapa, tulikuwa nafanya naye kazi huko nyuma wakati yupo kwenye kituo cha television East Africa TV Basilisa. Wazo la kwanza ilikuwa ni kwamba hii sasa ni venue sahihi kwa ajili ya ngumi, na tukaweza kupeleka wazo hilo kwa Mafia ambao walikuwa wameshaleta maombi ya pambano la tarehe 24 kwamba kwa nini mnataka kwenda sehemu nyingine yoyote wakati kuna sehemu ambayo inafaa. Kwa hiyo walivyokuja hapa na Mrisho Zayumba na timu yake waliona hii sehemu na wako wamepaa, na kilichobaki au kilichoishia, the rest is history. Ni hiki ambacho mnakiona na kile ambacho wameweza kukifanya kwa investment waliokuwa nayo. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kila kitu kimekamilika, vibali vimelipwa, mabondia ambao wametoka nje wamepatikana pale, inawezekana kwenye pesa kuonekana, lakini kuna wengine tayari wameshaingia, na nitakuwa mchoyo wa fadhila bila kumshukuru sana waziri muhusika, waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda, ambaye alipigana kwa jitihada kubwa sana kuhakikisha kwamba vibali vinapatikana. Wote ni mashahidi, mlikuwepo hapa wakati alipotembelea eneo hili, na kukawa bado kuna sintofahamu ya baadhi ya mabondia kutoka nje kupata ugumu wa kuingia hapa nchini, lakini amefanikisha hilo, amepambana mwanzo hadi mwisho, kwa akasema ni champion wetu kwa hiki ambacho tunaenda kukiona tarehe 24. Kwa hiyo kukuweka sawa, kila kitu kimekamilika, kilichobakia tu ni watu kupanda ulingoni na kuonyeshana uwezo. Tukiachana na fight, mimi natamani kujua kwa wewe binafsi unakuwa sehemu ya historia hii, kwa sababu haya tunaweza kusema ni mapinduzi makubwa ya ngumi. Yalifanyika mapinduzi ya ngumi kutoka Uswahilini yakapelekwa Masaki, walifanya watu wengine, lakini leo hii kuwa eneo hili setup ya kisasa na vitu vingi vya kijanja vinafanyika hapa, wewe unakuwa part ya historia hiyo. Inakupa fahari kwa namna gani wewe kama Patrick Nyembera? Well, mimi niongea na wenzangu tu ambao wako TPBRC ambao tumeingia as a team, wapo leo tutangulia kwenye kamati hii, na sisi ambao tumekuja kumalizia na kukamilisha katiba na kuitisha uchaguzi. Wanasema kwamba kuna nyakati you have to walk tall. Unatembea ukiwa unajivuna kwa kile kilichotokea, lakini sio kwa kuniita mimi Patrick Nyembera, bali timu iliweza kufanya, including nyie, kwa sababu kama nyie msingeweza kutoa taarifa, msingekuwa mnakosoa masuala mbalimbali ikiwemo ngumi kuchezwa mpaka alfajiri, tusingeweza kuwa na hii set ambayo tunaiona hapa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine niweke